Mwanamume mmoja amepigwa risasi na kuuawa baada ya kuingia ndani ya eneo lenye ulinzi mkali la makazi ya Trump ya Mar-a-Lago huko Florida, kwa mujibu wa idara ya usalama ya Secret Service. Maafisa wanasema mshukiwa huyo alikuwa mwanaume mzungu aliyekuwa amebeba bunduki aina ya shotgun na kopo la mafuta alipogunduliwa karibu na lango la kaskazini la Mar-a-Lago. Vyanzo vingi vimemtambua mshukiwa huyo kama Austin T. Martin mwenye umri wa miaka 21, kwa mujibu wa CBS News ya Marekani. Maafisa wanachunguza iwapo Martin alinunua silaha hiyo alipokuwa akiendesha gari kutoka jimbo lake la nyumbani la North Carolina, ambako familia yake iliripoti kuwa amepotea siku ya Jumamosi. Tukio hilo lilitokea takribani saa 1 na dakika 30 kwa saa za mashariki ya huko. Rais wa Marekani hakuwa Florida wakati wa tukio hilo. Maafisa wanasema ulinzi mkali hata wakati Trump hayupo unaweza kusaidia kueleza kwa nini mshambuliaji huyo anaonekana kuzuiwa haraka kabla ya kuingia zaidi ndani ya eneo hilo, anaandika mwandishi wa habari wa ikulu ya White House. Maafisa wanasema mshukiwa huyo alikuwa amebeba bunduki aina ya shotgun na kopo la mafuta alipoingia Mar-a-Lago, akiingia wakati mgeni mmoja alikuwa anatoka. Familia ya Martin iliripoti kuwa amepotea jana Jumamosi tu, kwa mujibu wa CBS. Mkuu wa kitengo cha habari wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, ameisifu huduma ya usalama kwa kuchukua hatua haraka na kwa udhabiti kumdhibiti mshukiwa huyo ambaye alimweleza kuwa ni mtu mwenye wazimu aliyekuwa na bunduki na kopo la gesi aliyevamia makazi ya Rais Donald Trump. Katika taarifa aliyoitoa kupitia mtandao wa X, amesema kuwa maafisa wa vyombo vya sheria vya shirikisho hufanya kazi saa 24 kuhakikisha nchi na Wamarekani wote wako salama. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.